Kwanza inabidi tumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na baraka tele kutufikisha mpaka wakati huu. Na pili nikwambie kitu kimoja. Wewe usicheke kusema nani Guantanamo Bay. Sisi bado tunaendelea kusema huu uwanja ni Guantanamo Bay. Kwa sababu Guantanamo Bay tumekosa pointi 3 tumepata pointi 1. Si ushaelewa? Ndio timu ya Tanzania peke yake yenye pointi 5. Hakuna. Si ushaelewa? Kwa hiyo ukitufuata sisi watu wa Yanga uwe na taazima ya kuongea na sisi. Nizamu. Uwe na nizamu ya kuongea na sisi, sio mnakuja tu Guantanamo Bay. Kawaambie kama pointi 5 ndogo wao wanazo. Nani yao sasa? Sasa wanasema sio Guantanamo Bay. Si hapa tufungwi. Na bado tunaendelea kusema tufungwe. Shehe wangu mpira kila mtu kauona. Sawa? Wamepiga shoot on target. Wamepiga 3, wamepata 1. Tumepiga shoot on target 2, tumepata 1. Si ushaelewa? Kwa hiyo manake mwalimu wa Yanga alienda kufanyia kazi kile kitu tulichokikosa kule Misri. Hapa kaja kukifanyia kazi. Baada ya kufanyia kazi, bado sehemu moja mwalimu wa Yanga nadhani ataenda kukufanyia kazi kwenye kulinda goli. Si ushaelewa? Kizinga leo unachomekea goli. Leo unachomekea. Bwana, mimi nashukuru Mungu alhamdulillah kwa hichi tulichokipata. Nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipomshukuru yeye. Kwa namna ambavyo tumepambana, lazima tukubali tumecheza na timu kubwa barani Afrika, National Ahli, lakini pia niwapongeze National Ahli kwa kuonekana kutokuwa na hatia. Kwa sababu gereza kama hili ukiingia lina mlango mmoja wa kutoka hakuna. Lakini tumeona National Ahli ameonekana mbele ya majaji wetu hatia hana. Na huo ndio ukubwa. Tumecheza na mkubwa mwenzetu. Ametoka gerezani akiwa salama. Umeelewa bwana? Tumepata alama 1. Sisi nani tusimshukuru Mungu? Hichi tulichokipata, tunaamini tunakwenda robo finali. Wapo watu ambao mpaka sasa hivi hawana alama hata 1, lakini ukiwasikiliza kauli mbiu yao, wanakuambia hii tunafanyaje? Hii tunavuka. Na wakati hawana kitu, wana bonge moja la yai. Umeelewa bwana? Lakini wanakuambia wanafanyaje? Wanavuka. Kwa hiyo sisi ni bora, tunashukuru Mungu kwa hicho tulichokipata. Nasoro, tumeutazama mchezo. Tumzungumzie mchezaji kama Damaro Kamara ambaye ni ingizo jipya dirisha dogo hili. Shehe wangu mimi napenda mpira nimeupenda siku nyingi. Yaani Damaro Kamara. Kwanza namuomba babu yangu mzee Msumi. Huyu Damaro Kamara amwangalie vizuri kwa sababu watu wasije kumharibu. Damaro Kamara kama unamwangalia vizuri, Damaro Kamara. Wale wampenda mpira zamani basi unamuona Kapteni Viera. Kama unamtazama vizuri Damaro unaona Kapteni Viera. Shehe wangu hao tunaocheza ndio tunaambiwa mabingwa wa Afrika. Sawa, mara nyingi hawa ndio namba 1 barani Afrika. Leo umewaona hapa Damaro kitu gani kati anawafanya? Sisi tunawapongeza viongozi wa Yanga. Tunawapongeza wazee wa Yanga pamoja na wenye vitu wa matawi wa Yanga kwanza kutuweka pamoja sisi wote wana Yanga. Sisi huwezi kutusikia eti leo umeona tumefungwa hapa kuna Yanga analalamika. Kuna mwana Yanga anakuambia sisi tumefungwa mpira. Si ushaelewa? Sawa, sisi tulifungwa mpira, tumetoa suluhu mpira. Sawa, maana tumekubali matokeo ya kushinda, tulishinda, tukatoa suluhu. Sawa, tukafungwa, leo tumetoa suluhu tena. Sisi tunaenda kujipanga tena upya. Si ushaelewa? Tunaenda kujipanga upya. Timu itaondoka kwenda Morocco. Kama tumekosa pointi 3, tupate pointi 1. Shehe wangu ukiona tumepata pointi 1 ya Morocco, hapa mtu wa mwisho aje, labda Mwenyezi Mungu abadilishe mchana wa usiku. Na mimi nitakuongezea hapo. Kwanza niwapongeze viongozi wa Dar es Salaam Africans. Niwapongeze pia na wazee wetu. Kwa sababu unaona mpira uliochezwa leo. Huu ni mpira ambao unaitwa mpira ambao la mashaka fihi bilughati arabia. Ni mpira ambao ndani yake hauna mashaka. Angalia wenzetu wakicheza Benjamin Mkapa. National huyu amekuwa anafungwa kwa sababu za kishirikina. Wapo watu walichukua wazee wakaenda kuwatia Benjamin Mkapa. National alikuwa atoki pale. Lakini leo hii unawaona National wanakuja safi na salama, wameingia gerezani, wamesomea hukumu yao, wametoka salama. Hakuna hata alama ya ushirikina hata moja. Wote tukiwa tunaamini katika Mungu. Umeelewa bwana? Na hii ndio raha ya kuongozwa na viongozi ambao wana hofu ya Mungu. Mtu amekwenda Maka, amerudi. Mtu anakwenda msikitini, anarudi. Umeelewa bwana? Hatuwazi ushirikina. Ndio maana unaona limepigwa pira safi, wametoka kama walivyokuja, wamepata alama 1 na sisi alama 1, watu wa mpira wamefurahi. Mpira umechezwa vizuri. Tuwapongeze sana huko walishatoka. Labda mimi nikuambie kitu kimoja. Sisi hapa mpaka sasa hivi tunahitaji alama 4 tufuzu. Kama tunahitaji alama 4 kufuzu, tuambiane wana Yanga ukweli, tusifichane. Tukiongea kwa mdomo, alama 4 ni ndogo mno.
Hila ukienda kwenye pitch alama 4 ni ngumu. Sasa hizi alama 4 inahitaji tupambane wote. Wote. Si ushelewa? Tupambane wote. Uongozi utasimama sehemu yake, wachezaji watasimama sehemu yao, benchi la ufundi litasimama sehemu yake, wazee wasimama sehemu yake, na sisi mashabiki na wanachama tusimame sehemu yetu. Nasoro, ratiba ya kimataifa wiki hii inasoma kwamba Tanzania zitacheza mechi 2 za kimataifa klabu bingwa. Kesho Simba yupo uwanjani, uwanja wa Benjamin Mkapa. Tarajia nini kinaenda kutokea uwanjani? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Msiba mzito mno. Mbona mapema? She wangu, kama unaona wewe timu yako inacheza Dar es Salaam, mpinzani wako anacheza Zanzibar, wewe umesafiri kuja Zanzibar kuiacha timu yako, kupambana timu yako ishinde. Sasa nikuja kusema mimi kweli nitashinda? Wewe umeona 99% mashabiki maarufu wa Simba wote walikuwa Zanzibar. Wanasafiri asubuhi hapa Zanzibar, wanasafiri kurudi Benjamin. Timu inahitaji maandalizi. She wangu, hizi mechi za klabu bingwa sio ndoto wote kesho uende kufanya vizuri. Hapo Nasoro, mimi nataka nitie neno. Kwanza niwape pole sana Watanzania wengi. Niwape pole Watanzania walio wengi, watu wa mpira. Taifa limeingia hasara kubwa. Taifa limeingia aibu kubwa. Moja kati ya wawakilishi wa taifa wamekwenda kulitia aibu, iwe nyumbani iwe ugenini, wamekwenda kulitia aibu. Ni msiba mkubwa, ndio maana Nasoro alianza kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kwa sababu wamekuwa na utaratibu, kwa sababu wanakuambia mazoea hujenga tabia. Kama umezoea kuwa unagawa utamu, vipi tena na kesho usiugawe utamu? Mimi niwaambie tu wana Simba, taifa limezoea kugawa utamu kwenye upande wao, japokuwa ni majonzi kwa taifa. Tunawaomba tu kesho nendeni mkagawe utamu. Na nikwambie kitu ndugu yangu Nasoro, mimi nimekuwa nikiwaambia walio wengi, mimi bwana wewe ulikuwa hujui, leo ndo nakwambia. Babu yangu mzamama kwao ni Tunisia pale, mtaa fulani hivi fi Mudatil Kadaba, mtaa unaitwa hivyo. Kwa pale mimi ndo wanazaliwa babu yangu mzamama. Kwa mimi kesho naungana na Watunisia wenzangu. Wewe jana mimi uliona kuna picha nimeposti, angalau nimetukanwa sana. Ulikuwa na yule mjomba wako. Nilikuwa na mjomba wangu Mtunisia jana, nilikuwa na mjomba wangu. Leo mimi mchezaji alionikosha vizuri zaidi, ila leo Mwenyezi Mungu ndo kabariki, hela nilikuwa sina tu. Lakini leo ilibidi Ibrahim Baka nimpe hata 200,000. Kupatia pointi moja. Sio kutupatia pointi moja tu. Ibrahim Baka mimi namuita bulldozer. Bulldozer akapiga mwingi sana. Shehe wangu tunashambulia, Ibrahim Baka ipo mbele kaenda kufunga goli. Kweli kabisa. Waulize beki kama yule mara mwisho Simba alicheza lini? Na akafunga. Sio goli la kichwa. Sio la mguu. La mguu kascore. Na ndo mpaka leo kwenye ligi kuu Tanzania bara Ibrahim Baka peke yake ndo mwenye goli nyingi. Ana goli 4. Kwa hiyo ana goli 4 alafu bado ana adhabu. Adhabu mechi inayofuata anacheza. Goli 4 ni msimu. Kwa hiyo kumbe wale wakija atakuwa sharudi. Wewe unapokutana na wale atakuwa sharudi. Mashangazi. Wale kina nani mashangazi? Sasa useme sasa. Sio goli. Atakuwa amesharudi. Wewe unasema unarudi? Hao atakuwa amesharudi. Ndio hao. Kana na mashangazi Ibrahim Baka atakopo yupo. Okay, okay. Simba kama tutaenda kukutana naye tulipui kapigwa ndogo goli 4. Kweli. Sahihi. Simba alibasegwe. Nani? Simba alibasegwe. Alibasegwe, namshukuru Mwenyezi Mungu kaja Tanzania. Kaleta utamaduni mzuri wa kuvaa cheni mguuni. Mashabiki wa Simba waende kuvaa cheni mguuni. Wewe ukisema Chama, mimi naungana mkono na wenyewe wana Simba walisema mguu mmoja mfupi. Sasa je, karudi mguu mmoja kaa sawa? Mtengeneza. Kwa hiyo wamemtengeneza mguu umekuwa sawa. Wananchi mmeenda kumtengeneza. Yaani Yanga wanaenda kumtafuta Alani Okelo. Simba anaenda kumtaka Clatous Chama. Ndio nasema hapa watu wanataka ubingwa. Na Nasoro mimi niliwaambia kwa sababu sasa hivi ni unaweza ukaona maajabu. Dar es Salaam Africans sisi tunakwenda airport kumpokea Alani Okelo pamoja na Depu. Wao wanakwenda Mbezi ya Magufuli kwenda kumpokea Clatous Chama akiwa anatoka Singida na mabegi yake. Hapo story waliweka Simba. Anaenda kumpokea Chama huko anavuja jasho baada ya kucheza mpira.